Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya Simba juu ya taarifa ambayo imeweza kutolewa leo hii na uongozi wa klabu ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao. Ni mambo mazito kweli kweli, utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho kwa kile ambacho kinachoonekana kuweza kujili kwenye kikosi chao kuelekea katika hanga za ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mchezo wao wa dabi ya Kariakoo. Mambo yamezidi kuwa ni mazito kweli kweli, utakwenda kujua hapa nini ambacho kimeweza kujili katika kikosi cha klabu ya Simba, kwani wameweza kuweka bayana taarifa yote ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu, ila kabla tujaendelea nikakumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana juu ya taarifa ambayo imeweza kutolewa leo hii mapema kabisa, ambapo kila mmoja amekwenda kushuhudia kile ambacho Simba Sport Club wameweza kukitangaza. Bana, mambo ni mazito kweli kweli kwa yale ambayo yanayoendelea kwa wakati huu. Mambo yameweza kuwa ni mazito kweli kweli kutokana na kile ambacho kimeweza kutangazwa, ambapo Simba imekumbwa na sakata kubwa kweli kweli kwa mwezi huu, ukiweza kushuhudia mambo yakiwa ni mazito, hususan kwa kocha wao, kocha mkuu Fadlu Davis, ambapo na kikosi cha klabu ya Simba Sport Club kuna mambo ambayo yameweza kuwakumba. Kutoka TFF wameweza kutangaza kile ambacho kinachoendelea, ambapo inaelezwa kwamba kwa kanuni ama kwa mujibu wa kanuni ya ligi kuu, kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuishutumu bodi ya ligi kuwa ina ajenda tofauti kuhusiana na ratiba ya mchezo ya klabu hiyo kwenye ligi kuu ya NBC. Yani kama vile anapeleka kashfa kwa bodi ya ligi. Hivyo basi klabu ya Simba ina adhabu ya kuweza kulipa hiyo shilingi milioni 2 kwa kocha wao baada ya kuweza kukumbwa na adhabu hiyo ambayo imeweza kutolewa na bodi ya ligi, ambapo kocha Fadlu Davis alipohojiwa na Azam TV baada ya kumalizika kwa mchezo wa ligi kuu kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, alionyesha kutoridhishwa na ratiba ya mechi za ligi kuu, hivyo kutokana na adhabu hiyo akaweza kupewa. Lakini kwa kile ambacho kilichoweza kujili katika mchezo huo mchezo umeweza kuibua mambo mengi kweli kweli. Hata refali ambaye aliweza kusimamia hapa, nazungumzia sheria 17 za mchezo kati ya Singida Black Stars na klabu ya Simba pale KMC, inaelezwa naye kala mvua ya miezi 6 ya kutojihusisha na soka ndani na nje ya Tanzania. Mwamuzi Heri Sasi amefungiwa miezi 6 kufuatia kushindwa kumudu mchezo wa ligi kuu kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars kwa kufanya maamuzi mengi yaliyoashiria kushindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Adhabu hiyo ni kwa kuzingatia kanuni ya 42 kifungu cha kwanza kuhusu udhibiti wa waamuzi. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea kwenye mchezo huo. Kwa hiyo wamekwenda wakatafsiri, wakaweza kuona ya kwamba mwamuzi alipaswa kuweza kuonyeshwa mvua hiyo ambayo inayoonekana. Lakini katika taarifa nyingine ambayo imekuwa ni kubwa zaidi ni kuhusiana na mashabiki wa klabu ya Simba kutokuwa na mwenendo mzuri wa kutuliza miemuko yao. Mashabiki wa klabu ya Simba wamejikuta
wakiweza kuipa hasara klabu yao kwa kuweza kulipishwa faini ya shilingi milioni 5. Klabu ya Simba imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kiwanjani wakati wa mchezo wa ligi kuu kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 28, 2025. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ya kifungu cha kwanza cha ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Unaona bana? Kwa kile ambacho kilichoonekana. Mashabiki wa klabu ya Simba si mchezo huo tu, hata katika mchezo dhidi ya Singida Black Stars katika kombe la CRDB Federation Cup walionekana kumrushia mwamuzi msaidizi chupa za makopo mara baada ya kutokuridhishwa na maamuzi ya mshika kibendera huyo, hivyo basi wakaamua kuweza kurusha makopo. Kwa hiyo kama TFF wanatizama na huko, basi wanatakiwa kuendelea kutoa adhabu kulingana na yale ambayo yalioendelea. Lakini si kwa hilo tu, kocha wa viungo wa klabu ya Simba afungiwa mechi 3 na faini juu. Yani ni mwendo wa adhabu tu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ambapo inaelezwa mechi namba 220 kati ya Simba iliyoshinda 1-0 dhidi ya Singida Black Stars. Kocha wa viungo wa klabu ya Simba Liedo Beldin ameadhibiwa kwa kufungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuanzisha vurugu kwa kurusha koni kwenye benchi la ufundi la Singida Black Stars walipokuwa wameketi maofisa wa ufundi na wachezaji wa akiba wa klabu hiyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 45 ya kifungu cha 2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa makocha. Kwa hiyo hilo limekuwa ni jambo lake kabisa kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujili kwa wakati huu, ambapo klabu ya soka ya hapa yazungumzia Simba ikiendelea kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kilichoweza kusababishwa na viongozi wao. Lakini huenda kama mchezo wa dabi ya Kariakoo ukichezwa na kama klabu ya soka Young Africans ikikubali kupeleka timu, basi ni zaidi ya kwamba beki Shomari Kapombe hatakuwa sehemu ya kikosi hiko, kwa sababu timu ya Taifa Stars imeweza kumweka pembeni katika mchezo wa kirafiki dhidi ya kalenda ya FIFA. Kapombe anaumwa na atakuwa nje ya uwanja kwa wiki 2 kwa ajili ya mapumziko na kujiuguza. Unaona bana, imeweza kutolewa kutoka hapa, nazungumzia katika kikosi hicho cha timu ya taifa ya Tanzania. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea. Lakini kwa sasa mambo yanazidi kuwa mazito katika sakata la dabi ya Kariakoo. Taarifa ambayo imetolewa wakati huu inasema ya kwamba kikosi cha Yanga kinatarajia kuwasili Mbeya tarehe 15 mwezi wa 6 ili kujiandaa na mechi dhidi ya Tanzania Prison. Mechi hiyo itapigwa tarehe 18 mwezi wa 6 2025. Ikumbukwe tarehe 15 ndio ratiba ya dabi, ila siku hiyo Yanga wenyewe watakuwa Mbeya kule kwa kile ambacho kinachoendelea. Lakini mmesikia huko viongozi wa matawi wa klabu ya soka ya Young Africans, ambapo wamesema kiongozi yoyote atakayepeleka timu Juni 15 achie ngazi. Viongozi wa matawi wa Yanga, viongozi wa matawi wa klabu ya Yanga wamesimika msimamo wao kuwa hawachezi dabi ya Kariakoo na hawahitaji kuona chombo chochote ambacho kinafanya promo ya mechi ya tarehe 15. Iwapo wataendelea watakichukulia hatua. Wakuu hao wa matawi pia wametoa onyo kuwa kiongozi yote ambaye atapeleka timu yao uwanjani, basi milango ipe wazi, awaachie timu yao ama achie nafasi. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana mpaka sasa mambo yanazidi kuwa magumu, huku akisema ya kwamba kwa kile kinachoendelea kila mmoja akiweza kushuhudia namna gani ambavyo kila kitu kitaweza kujili. Unaona bana, huku viongozi wa matawi wameweza kuambia hapa mashabiki kwamba wasihangaike kununua tiketi wala wasihangaike kutoka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo, na kile kinachoendelea pengine bado kinaleta ukakasi kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Sasa ni wewe chaguo lako ukiamua kufunga safari kwenda kuitizama dabi ya Kariakoo ambayo hujui kama ipo. Utakwenda kujua mwenyewe. Weka maoni yako hapo chini kwa kile ambacho kinacho